Ni sehemu ya vijana 52 kutoka halmashauri 5 za mkoa wa Dodoma wanaopatiwa mafunzo ya siku 4 ya biashara na namna ya kukuza biashara zao katika sekta ya kilimo na mifugo kupitia mradi wa vijana kilimo biashara, yani VKB, unaotekelezwa na shirika la Rikolto chini ya usimamizi wa shirika la WFP na kudhaminiwa na Mastercard Foundation. Katibu tawala msaidizi anayeratibu sekta za uchumi mkoani Dodoma, Aziza Mumba, ndiye anayefungua mafunzo haya, na hapa analipongeza shirika hili kwa mafunzo haya kwa vijana ambayo yanaunga mkono juhudi za serikali katika kukuza sekta ya kilimo nchini. Tunao changamoto kubwa ya tija katika uzalishaji, na sasa programu hii ya Rikolto chini ya WFP na mfadhili Mastercard Foundation wamejipanga kwa ajili ya kuwezesha vijana wanaojishughulisha na shughuli za kilimo na ufugaji, kuwasaidia kupanua uelewa wao ili mwisho wa siku waongeze tija katika uzalishaji na mwisho wa siku kuongeza uzalishaji. Na tunasema lengo la ujumla ni kwamba litawafanya sasa vijana wajiajiri kwenye sekta hizi za kilimo na ufugaji, na kwa misingi hiyo sasa pato la mtu mmoja mmoja la mkoa wa Dodoma lakini na taifa kwa ujumla litaenda kuongezeka kupitia sekta hizi. Sisi tunatoa shukrani za dhati kwa Rikolto na wadau wote kwa kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo inakuwa. Ni sekta ambayo kwa sasa hivi inaajiri zaidi ya 69% ya Watanzania, na kwa hiyo ninawaasa vijana waone ni fursa ni kubwa sana ya kupata kipato kupitia sekta ya mazao na ufugaji. Lilian Bilinyi ni afisa kilimo biashara wa mradi huu unaoshirikisha vijana 100 kwa 90% kutoka mikoa ya Dodoma na Singida. Na hapa anaeleza mikakati na malengo ya mradi huu. Malengo ya mradi ni pamoja na kuongeza uzalishaji wa mazao ya alizeti mtama pamoja na mboga mboga na matunda, lakini pia kuongeza ajira kwa vijana na pia kuhamasisha wanufaika wa mradi kuweza kupata masoko ya mazao yao na masuala ya jinsia na usawa wa kijinsia. Tuna shughuli mbalimbali ambazo tunazitekeleza, ikiwa ni pamoja na kuibua bunifu za vijana ili kuona namna gani wanaweza kutatua changamoto zilizopo katika mifumo ya chakula, kilengea minyororo hii mitatu ya thamani. Na pia tunahamasisha masuala ya elimu ya kifedha, ambapo tunahamasisha ushiriki wa vikundi vya kuweka na kukopa, yani vikundi hisa ambavyo mara nyingi wengi wanavifahamu kama vikoba. Na pia tunahamasisha mahusiano ya wadau walioko katika minyororo ya thamani ili kuhakikisha kila mdau ananufaika na mahusiano ya kibiashara baina ya wadau hawa: wakulima, wasafirishaji, wanunuzi, waongeza thamani, wadau wa huduma za kifedha, serikali na wadau wengine, kuona namna gani wanahakikisha kwamba hii minyororo ya thamani inaleta tija kwa jamii katika maeneo ambao tunatekeleza mradi. Kwa majina naitwa Beatrice Jackson, natokea mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kongwa, kata ya Kibaigwa. Ni mkulima wa zao la alizeti. Nimepewa nafasi hii, fursa hii kuhudhuria mafunzo haya ya siku 4 kwa ajili ya vijana kilimo biashara ili kuweza kukuza ujuzi wangu wa zao hili la alizeti. Hivyo basi, na malengo yangu na matumaini yangu siku ya leo, katika hizi siku tulizopo, nitajifunza namna ya kuweza kukuza biashara yangu, na pia nitaweza kuwafundisha wakulima wenzangu namna ya kulima kilimo bora ili kuweza kupata matokeo bora katika kilimo chao. Matarajio yangu makubwa ni kwenda kuongeza na kuwapatia elimu ambayo nitaipata hapa katika uzalishaji wa kilimo cha mboga mboga pamoja na matunda pamoja na ufugaji, ili kuwezesha kukuza kiuchumi sisi wenyewe pamoja na kuihudumia jamii pia. Na kupitia mradi huu natumaini nitajifunza vingi na kuendelea kujifunza kuondokana na changamoto zinazopatikana katika kilimo, ikiwemo mitaji, njia bora za kilimo haswa za umwagiliaji kwa kipindi cha kiangazi, lakini pia upandaji mzuri na utumiaji wa mbolea pamoja na viuatilifu.
Natoa shukrani za dhati kwa walioandaa mradi huu, nikiamini kwamba malengo yao ni kutuwezesha vijana kufikia malengo ya uchumi mzuri pamoja na kibiashara. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital, Dodoma.